Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia za kukabiliana na watu ambao wanakuchezea akili. Unajua kuchezea watu wengine akili au kuchezewa akili sio kitu kizuri kabisa, na mara nyingi huwa kinamwathiri mtu, anapoteza ule uwezo wa kujiamini. Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ili uweze kujilinda na watu ambao wanachezea akili watu wengine. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa kabla hatujaangalia mbinu za kisaikolojia za kugundua au watu ambao wanakuchezea akili au kukabiliana na watu ambao wanakuchezea akili, lazima kwanza tuelewe nini maana ya mtu kuchezea akili au kuchezewa kwa akili kisaikolojia kuna maanisha nini. Sasa katika saikolojia, mtu anapokuchezea akili, hilo tendo waga tunaita gaslighting. Sasa gaslighting ni nini? Sasa gaslighting ni mbinu chafu ya kisaikolojia ambapo mtu anajenga mazingira ya kufanya waanze kutilia shaka, kupoteza uwezo wako wa kumbukumbu au kuhisi kama umepoteza akili. Sasa lengo kuu la mtu anayekuchezea akili ni kuvunja utulivu wako ili yeye aweze kutawala kwa urahisi. Unajua kuna yale mazingira ambayo unakuta kabisa wewe labda umejisikia vibaya, lakini mtu anakuambia wewe nao unawahi kukasirika au na wewe waga unakuza mambo ili tuanze kutilia shaka hisia zako au hata mawazo yako au kumbukumbu zako, ili uonekane kama wewe umepoteza akili au uonekane wewe haupo kawaida kama binadamu wa kawaida. Na hiyo inatokea hata kwa maisha kawaida. Unakuta wewe unamwambia mtu mimi hilo jambo sijalipenda, anakuambia wewe na wewe waga unawahi kukuza mambo au wewe na waga unajifanya kasirika haraka au unakutania. Yaani ili tu uanze kudharau yale mambo ambayo wewe ulikuwa unayaona kwamba ni ya muhimu kwako. Lakini muda mwingine mtu anaweza kuambia hilo jambo mimi sijakwambia au sijasema hivyo, ili uanze kuona kwamba wewe ndio upo tofauti au wewe unawaza tofauti. Unakuta mtu ulimwambia kabisa Jumatatu niletee dokumenti fulani, anakuambia wewe hujaniambia. Sasa usipojua mbinu hizi za watu ambao kuchezea akili, utajikuta unaanza kupoteza uwezo wa kujiamini na kuanza kumsikiliza mtu anayekuchezea akili ambaye tunamuita kitaalamu gaslighter. Sasa huyu mtu ni hatari kabisa na natakiwa ujifunze jinsi ya kukabiliana na watu hawa, na ndio somo letu la leo. Sasa mbinu ya kwanza kabisa ni salia kwenye ukweli. Andika chini ushahidi. Mtu anayekuchezea akili atajaribu kubadilisha matukio yaliyopita akisema mimi sikusema hivyo au unakuza mambo. Sasa mbinu, usikubali kuyumba. Andika matukio, nyakati na mazungumzo katika shajara, yani dari, ili kulinda usahihi wa kumbukumbu zako. So unajua kuandika sio kwamba eti lengo la kuja kubishana naye baadaye. Hapana, lengo ni kuja kukusaidia wewe kuona kwamba kile ulichokuwa unakisimamia ni sahihi. Kwa sababu mara nyingi lengo la mtu anayekuchezea akili anataka aanze kutilia shaka maamuzi yako au hisia zako au jambo ambalo umelihisi, hisia zako kwa ujumla. So unapokuwa umeandika, labda kwa mfano ulimwambia mama niletee kitu fulani Jumatatu, akasema hujaniambia hivyo au mimi sikuona taarifa hiyo. So kama umeshaandika, basi utakuwa na uhakika, kwa sababu usipokuwa na sehemu umeandika na huyo mtu akaendelea kusimamia, utaonekana wewe ndo una shida. Unje kuona ile hali mtu anakuja anasema kwamba au mimi ndo na tatizo au mimi ndo nimefikiria tofauti. Lakini unapokuwa umeandika, umeweka kumbukumbu, maana yake utarudi kwenye hiyo dari au sehemu ambayo umeweka taarifa na kujikumbusha vizuri. Na mara nyingi inafanya kazi sana kwenye makazi, kwenye kazi za ofisini. Unakuta mtu ulimwambia fanya kazi hii, anakuambia ukuniambia hivyo. Sasa kwa mfano labda ulimwambia na ukaandika. Na ndio maana sehemu nyingi za ofisi wanaandika. Na hii ni kisaikolojia kabisa, kutaka taarifa zako ziwe za uhakika, kwa sababu watu wanageuka. Andika, kwa sababu anapokuja kuruka anamwambia tarehe fulani na siku fulani nilikuambia hivi kama itahitajika. Lakini lengo la kuandika ni kukusaidia wewe usiyumbe na ukapoteza msimamo, kwa sababu unapoyumba tu tayari ndio mwenzako anaanza kuongoza vile anavyotaka yeye na kuanza kuambia kwamba wewe ndio una shida, yeye yuko sahihi. Okay, sasa mbinu ya pili ni mbinu ya jiwe la kijivu. Tunaita grey lock. Hii jiwe la kijivu nadhani ukienda kwenye barabara ya lami au kuna mawe yale madogo madogo ambayo waga yanaonekana yani kama haeleweki alafu magumu kweli. Sasa hii mbinu imetokana na concept ya jiwe hilo la kijivu katika saikolojia. Nasema kwamba hivi ndio kuzima miemko kabisa, yani usionyeshe hisia, kwa sababu hisia ndio chakula cha mtu anayekuchezea akili. Mchezaji wa akili anategemea kulishwa na hisia zako, hasira, machozi au kujitetea. Mbinu hii ya kisaikolojia inakuongoza uwe mgumu. Kama nilivyosema lile jiwe, ile grey lock, ukiangalia jiwe la kijivu waga ni gumu, afu linakuwa na halieleweki, yani linakuwa halina shape yoyote ambayo ya kuonyesha kama ni jiwe, yani linakuwa halina mfumo wote. Maana yake unatakiwa yule mtu ambaye anakuchezea akili
usitabilike au usieleweke, kwa sababu unapompa hisia zako tayari unampa kama pumzi au chakula cha yeye kuendelea kukushambulia zaidi. Kwa hiyo usionyeshe hasira, usionyeshe kukasirika au kujisikia vibaya, kwa sababu unafanya vile unampa nguvu yule mtu. Sasa kwa mfano unapokuwa unaongea naye, toa majibu mafupi, tumia maneno kama sawa, nimekusikia, au huo ni mtazamo wako. Anaweza kuambia wewe nayo waga una shida sana, unaweza kumwambia huo ni mtazamo wako. Au mtu akaanza kugombeza na ongea maneno mengi, unaweza kumwambia nimekusikia au sawa nimekusikia. Tayari unakuwa umepoteza kabisa ile nguvu ya yeye kuendelea kushambuliana na wewe, kwa sababu unapoendelea kukasirika au kujibizana naye tayari unampa nguvu ya yeye kuendelea kukushambulia. Na mara nyingi zima drama kabla hazijaanza ili kumlazimu kuacha. Mfano mtu anataka kuanza kukushambulia, unaweza kumwambia nimekuelewa au sawa nimekusikia, naona sina haja ya kuendelea kulumbana ile jambo. Yaani usiwahi kumruhusu mtu akaendelea na zile drama zake kuendelea kukushambulia, kwa sababu kadri unazidi kuendelea na wewe ukazidi kujibizana naye, tayari utaingia kwenye mtego wa wewe kuanza kukontroliwa na yule mtu, na utajikuta unapoteza nguvu na kuanza kuyumba. Kwa hiyo kama umeanza kuona kwamba mtu anaanza kuleta drama au kuambia maneno makali, jibu kwa ufupi, tuweka katika hilo eneo, au unaweza ukamwambia bana, mimi sitafurahia kuendelea na mazungumzo, kama hutaweza basi mimi nitatoka. Kwa hiyo na unaposema vile utakuwa ufanye uamuzi huo huo na usiyumbe tena, kwa sababu unapompa mtu ruhusa ya yeye kuendelea kukuchezea hivyo kiakili na wewe mwenyewe unaenda kujibizana naye, tayari utapoteza ile nguvu na utaanza kuyumba. Okay, lakini mbinu ya tatu ni kuweka mipaka thabiti au kuweka mipaka imara. Sasa mara nyingi wakati tunasema vitendo huwa vina sauti zaidi kuliko maneno. Unajua hata hii kikawaida watu wengi wanafahamu kwamba mtu anayetenda zaidi kuliko maneno huwa ana nguvu zaidi. Sasa hii inakuwaje? Onyesha wazi nini unachoweza kukubali na kile usichoweza kukivumilia, kisha simamia msimamo huo bila kulegeza kamba hata mara moja. Msimamo unaweza ukafanya hivi: ukiendelea kunifokea au kunisingizia, nitasitisha mazungumzo haya na kuondoka. Akifanya hivyo, tekeleza ulichosema kwa vitendo. Sasa unajua kuweka mipaka manake ni kumwekea mtu mazingira kujua kwamba sehemu gani atakiwa kuvuka na sehemu gani atakuwa avuke. Usipokuwa na mipaka binafsi, manake mtu atakuvuruga anavyotaka yeye. Chukua mfano hata ndani kwako. Kuna sehemu mtu hawezi kuingia, kwa mfano chumbani, lakini sebuleni anaingia, lakini chumbani akiingia manake tayari ameshavuka sehemu ambayo ni ya kawaida. So mipaka inatusaidia na sisi kujua kwamba sehemu gani mtu anatakuwa avuke na sehemu gani ambapo mtu hatakiwi avuke. Sasa mipaka unatakiwa uweke mambo ambayo uwezi kuvumilia kwa mtu, au mambo ambayo we mwenyewe huyapendezwi na mtu akiyafanya kwako. Tunaitaga core value au misingi yako binafsi. Sasa mtu akifanya, utakuwa weke msimamo. Na kuweka msimamo usideshi. Tunasema kwa lugha rahisi ambao watu wengi wameshaizoea, au ukapiga biti kwamba mimi nitafanya hivi. Ukifanya hivyo tayari huyo mtu atakuchukulia poa, lakini ukifanya na ukatenda kwa vitendo, huyo mtu atakuheshimu. Kwa hiyo mwambie kabisa kwamba ukiendelea kunifokea au kunisingizia, nitasitisha mazungumzo haya na kuondoka. Nafanya hivyo hivyo. Sio kwamba eti unasema hivyo bado unaendelea kukaa pale unaendelea kulumbana naye. Tayari huyo mtu ataendelea kukufanyia hivyo na kukuchezea akili. Hata kama akikwambia matusi au maneno makali, unaweza kumwambia siwezi kuvumilia lugha unazotumia. Kama utaendelea hivyo, sitaweza kuendelea mazungumzo haya na nitaondoka. Akiendelea, basi usivumilie na wala kusubiria, wewe ondoka. Tayari hiyo italeta nguvu na wewe mtu atakuheshimu na ataacha kabisa kuchezea akili. Sasa mbinu ya 4, usiingie kwenye mtego ambao tunaita mtego wa JADE. JADE. Kuna kanuni ya kisaikolojia ambayo inaitwa JADE. Katika saikolojia, epuka kujitumbukiza kwenye mtego wa kujielezea kupita kiasi, kwani watageuza kila neno lako kuwa fimbo ya kukupiga. Moja ya vitu ambavyo ni vibaya sana kwa mtu ambaye anakuchezea akili ni kujielezea. Yaani unaanza kujielezea, kwa mfano anakuambia mbona hujaja leo? Kaanza kumwambia kwa sababu ninaumwa. Anaweza kumwambia ngoja nikupeleke hospitali. Alafu ushapona anaendelea na wewe. Au unaweza kumwambia sina nauli, anaweza kumwambia ngoja basi nikutafutie mtu akufuate hapo au akupatie nauli. Kwa hiyo unapoanza kujielezea, tayari unaingia kwenye mtego wa yeye kuanza kukutawala anavyotaka yeye. Weka msimamo, weka jibu moja, alafu usiendelee kama
kuna uhitaji wa kuongea zaidi, unaweza kutumia maneno machache zaidi kuliko kujielezea kupita kiasi. Sasa hii JED imetokana na maneno manne, yani justify, yani usijaribu kuhalalisha. Unajua watu wengi wanapendaga sana ile kwamba wewe nimuelezee ili anielewe. Kiukweli mtu anayekuchezea akili hata ufanyeje hawezi akakuelewa. Lakini epuka argue, kubishana naye. Unapoanza kubishana naye ndio kama tulivyosema mwanzo, unampa nguvu ya yeye kuendelea kukushambulia. Lakini kudefend, usijitetee kana kwamba una hatia. Unapoanza kujielezea kumfanya ili akuelewe ndio unaharibu kabisa. Na mwisho kabisa explain, usitoe maelezo marefu yasiyo na tija. Unaweza kumwambia sikuwa na nafasi, nilikuwa ninaumwa. Basi ishia hapo, au sitaweza kufanya hivyo kwa sasa. Ishia hapo. Unapoanza kuelezea kwamba sitaweza kufanya hivyo kwa sasa kwa sababu ninaumwa, si nilimpeka mtu fulani nani, tayari hayo ambayo unamuelezea ndio atatumia hayo kubania kwenye maswali. Kwa hiyo tumia maelezo machache kulingana na uhitaji ambao unataka kumwambia huyo mtu. Lakini unapojielezea zaidi, tayari unaingia kwenye mtego wa JED. Na huo mtu akisha kuingiza huko, tayari kutoka sio rahisi, kwa sababu atakuwa na control yeye anavyotaka. Kwa sababu kule utaanza kujielezea kupita kiasi, utaanza kubishana naye, utaanza kuhalalisha ukweli wako, na hapo utapoteza nguvu kabisa na yeye atakuchezea akili. Lakini mbinu ya 5 ni badilisha mwelekeo, rudisha umakini kwao. Badala ya kuwa mtuhumiwa unayehojiwa na kujitetea kila sekunde, geuza umakini urudi kwa aliyekushambulia kwa kutumia maswali ya busara. Kwa mfano unaweza kutumia mbinu hii, akikushutumu vibaya, mjibu kwa utulivu. Ni kwa nini unachagua kuniona hivi badala ya kuangalia ukweli wa tabia yako iliyosababisha hili? Kwa mfano mtu anakushutumu kwamba wewe na yoga una tabia za kijinga, unaweza kumwambia kwa nini unaniona hivi, kwa sababu badala ya kuangalia tabia yako ambayo imesababisha mimi niwe hivi. Kwa sababu unakuta mtu labda akakusababishia wewe labda uchelewe, alafu anaanza kushutumu. Au mtu anaweza kukwambia wewe na yoga ni mzembe sana. Unaweza kumwambia una maana gani baada ya kusema hivyo? Yani mpe mtu kioo chake. Unajua unapompa mtu kioo chake unamrudisha kwenye umakini. Anaanza kufikiria hivi kweli ile jambo leo lisema nimevuka mipaka au nimeongea jambo baya. Lakini unapokuwa unajibizana naye bila busara, unampa nguvu zaidi. Anaweza kukwambia wewe na yoga kazi zako za ovyo au za ajabu. Unaweza kumwambia una maana gani unaposema kazi zangu za ovyo? Tayari unamrudisha kwenye hali ya umakini. Kwa sababu mara nyingi watu wanaongea kwa hisia. Unakuta analopoka na shout kwa hasira. Sasa unapomrudishia kioo chake, ataongea kwa utulivu na kufikiria lile alilolisema kwa umakini mkubwa. Na atarudi kwenye ile conscious ambayo tunaita ni umakini. Kwa sababu mara nyingi mtu anapokuwa na hisia, sehemu ambayo ya ubongo ambayo inaitwa amygdala ndio inakuwa ina control akili yake. So unapomuuliza swali kwa busara, unamrudisha kwenye umakini wa kawaida. So anaanza kufikiria hapa mbona kama nimevuka mipaka, mbona nimeongea jambo ambalo sio zuri, na hapo unaweza ukawin situation hiyo. Okay, lakini mbinu ya 6, jenga mtandao wa msaada. Vunja ukuta wa utengano. Mara nyingi watu wanaochezea akili za wenzao kujaribu kuwatenga na marafiki, ndugu, ili wasipate usaidizi na waendelewe kutawaliwa. Sasa mbinu hapa, wasiliana kwa karibu na watu unaoamini au wataalamu wa saikolojia. Watakusaidia kutambua kuwa wewe sio mwenda wazimu, bali uko kwenye mazingira yenye sumu. Hii inatokea sana kwenye mahusiano. Unakuta wewe umeona mwenzako kabisa labda anaongea simu ambayo sio za kawaida usiku. Namwambia mbona kama naona kuna mtu uko naye karibu sana, akwambia wewe nao una wivu sana. Ili usijione kama umepoteza akili, kwa sababu ndio lengo lake. Tafuta mtu mwingine ambaye unamwamini zaidi, atakusaidia kukuongoza. Kwa sababu mara nyingi watu wanakuchezea akili wanakufanyia mazingira wewe ujione wewe unayofanya sio sahihi. Kwa mfano labda kuna mtu anakuchezea akili, labda anakuambiaga labda anakutukana, afu ukishamwambia kwamba mimi sipendi hivyo, anakuambia wewe nao unakasirika au unakutania. Unaona kabisa anakufanyia jambo ambalo sio zuri. Tafuta mtu mwingine muelezee. Mwambie hivi kweli huyu mtu anafanya sawa, atakufanulia vizuri. Kwa lengo la watu wanaochezea akili, wanakuchanganisha na watu ambao karibu na wewe. Sasa wewe unatakiwa ujenge mahusiano na watu wengine. Ukiona jambo ambalo ulielewi, tafuta mtu ambaye unamwamini, muulize. Huyu mbona mtu ananifanyia dharau, lakini baadaye anaanza kunichekea, ananiambia mimi ninawahi kukasirika, nakuza mambo. Hivi kweli ni kweli hiyo au mimi niko sahihi? Atakusaidia na kuongoza. Lakini wengi wanakosea, wanafuata na wale watu ambao wanawachezea akili. Sasa yule atakuambia majibu ambayo obviously yatakuwa yanalenga kujenga upande wake tu. Sasa jambo la mwisho kabisa, umeona kabisa huyu mtu haeleweki, tunasema ni mgumu, yani unamuelekeza chaki, unamkwepa, unamjibu majibu mafupi. Sasa mbinu ya mwisho kabisa kwa mtu huyu ni no contact,
kujitenga kabisa na mtu huyo, au kujitenga kabisa na huyo mtu ambaye anakutengenezea mazingira ya sumu, yani toxic environment. Ukiona hakuna mabadiliko ya kitabia na afya yako ya akili na kihisia inaendelea kuharibika vibaya, mbinu bora zaidi ni kujitenga. Uamuzi wa kujitenga kabisa, yani no contact na mtu huyo, hii ndio njia kubwa zaidi inarudisha uhuru na amani yako ya maisha. Sasa unajua watu wengi waga wana changamoto moja, anapofanywa mambo ambayo hayapendezi na mtu anaendelea kung'ang'ania ukaa naye, lakini kwa kweli waga unazulika kisaikolojia. Mimi mwenyewe waga pia naitumia hii mbinu. Nikiona mtu ambaye akiwa karibu yangu anatengeneza mazingira kujisikia vibaya kisaikolojia, lakini pia hata kihisia, huwa najitenga na huyo mtu. Na ndio mbinu ya mwisho kabisa ambayo inakuletea amani, kwa sababu afya ya akili ni muhimu sana. Kwa mtu anakuchezea akili, unamwambia haelewi, anazidi, mbinu nzuri ni kujitenga kabisa. Sasa watu wanavumilia, anaona kwamba ngoja niendelee kukaa, au atabadilika, au atakuwa hivi. Mwisho wa siku wewe ndio utazulika. Na kuna watu ambao washapitia hali kama hizi, wakapata hadi changamoto ya afya akili kabisa, wakachanganyikiwa hasa kwenye mahusiano, kwa sababu tu ya kuendelea kujipa moyo kwamba mimi ngoja niendelee kukaa naye huyu mtu. Njia nzuri ni kujiepusha na mazingira ambayo ni sumu kwako. Okay, sasa amani ya akili ni utu wako. Lengo kuu la kukabiliana na mtu anayekuchezea akili sio kumshinda kwenye mabishano au kumbadilisha tabia zake zenye sumu, bali ni kulinda utu wako, amani ya moyo wako na heshima yako. Lengo ni kujilinda wewe, uwe na amani, akili yako iwe vizuri, kwa sababu sasa hivi una changamoto ya afya akili. So unapoendelea kuzulika, unakuwa unavumilia mambo ambayo yanakuathiri afya yako ya akili, mwisho wa siku unaweza kujikuta unaingia kwenye changamoto kubwa ambayo inahitaji wewe kuanza kupata matibabu sasa, yale ambayo sio ya kawaida, ambayo yanahusu wale watu ambao ni wameshachanganyikiwa sasa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo tu ambavyo walikuwa wanavivumilia. So hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo hujaelewa, lakini kama kuna sehemu yote ambayo umejifunza zaidi, nitafurahi kuona comment yako hapa. Lakini pia niambie mbinu gani ambayo imekugusa zaidi. Na fundisha sasa hivi kwa utulivu, kwa taratibu, bila haraka yote, ili kila mtu aelewe. Lengo la masomo haya, kila mtu ambaye ananisikiliza ajifunze kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Lengo ni kuboresha afya yetu ya akili, lakini pia kujijenga katika mafanikio, kwa sababu afya yako ya akili inapotulia, tayari unaweza kupambana vizuri na maisha yako na unaweza kukabiliana na changamoto, kwa sababu unakuwa na utulivu wa ndani. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you for watching. Tukutane kwenye video inayofuata. Bye bye na uwe na siku njema.